Okay, karibu tena katika Light Talk. Ipo mimi Geoffrey Mayolo na Apostle Oscar Obede. Okay, ni episode ya pili tangu pale tulipoachia. Lakini tulikuwa tuna kiporo Apostle, kama unakumbuka pale. Tulikuwa tuna kiporo kwa kuangalia upande wa mataifa, kwamba neema imewakomboa vipi mataifa. Tumeanza tu hivi kwa sababu probably tuna muda mchache, ndio maana tuna kasi ya ajabu. Ngoja tu hit the point ya tuendelee. So hebu tuendelee kuangalia neema iliwakomboa vipi mataifa. Okay. Nashukuru kwa yule ambaye anatufuatilia ndio kwa mara ya kwanza. Unaweza ukashangaa, ni kweli tuna muendelezo. Kuna episode ya kwanza ambayo tuliongea, tukagusia kidogo kwa sehemu. Ni mambo ambayo niseme hauwezi ukayaongea ukayamaliza kwa siku moja. Ila unatoa tu detail fulani ambazo kwa msomaji wa Biblia anaanza kupata nuru. Ndio maana tunaita light talk. Anaanza kupata nuru ya namna ilivyokaa. Tulikotokea ilikuwa ni kwamba tunasema kuna namna ambavyo neema ilivyotuokoa kati yetu sisi watu wa mataifa na Wayahudi. Kuna namna ambayo ni tofauti, haijaokoa wote kwa jambo moja, imetuokoa kutoka kwenye kona mbili tofauti. Na kwa nini tunaongea hivyo? Kwa sababu kama hatutaongea hivyo, tutashindwa kutembea na ile maana halisi ya wokovu ulivyokuja kwetu. Na ndio pana contradiction kubwa hapo sasa hivi hata kwenye kanisa. Kuna mambo ambayo ni ya Jews tumeyabeba kama ya kwetu. Na unakuta yanachanganya sana na yanaleta shida sana pia ndani ya kanisa kwa kuto kuyatambua kwamba ni mambo ya nani, ya watu wa mataifa. Mfano, kabla sijaenda mbali sana huko na kuongea, hiyo ni point kubwa ambayo tunaiongea. Lakini moja kati ya vitu ambavyo hata sasa kanisa linataka lifahamu na vina maana ni kwamba hata mitume waliotumwa na Yesu walitumwa katika makundi hayo mawili tofauti. Wako mitume ambao walitumwa kwa ajili ya Wayahudi, kwa sababu kuna namna Wayahudi ulikuwa ukiongea nao wanaelewa. Mfano, niwahi kuongea siku moja kanisani nikasema kwamba kwa watu kwetu sisi watu wa mataifa ambao sio Wayahudi. Nikisema watu wa mataifa maana yake ni mtu yoyote ambaye sio Mwisraeli. Yaani hajatoka kwenye kabila lolote kati ya makabila 12 ya Israeli. Huyo ni mtu wa mataifa. Maana yake ni mataifa nje ya taifa la Israeli, ndio tafsiri yake Biblia. Sasa kuna wakati niliongea nikasema kwamba kama hatutajua vile ambavyo mitume hao walitumwa, namna ambavyo walikuwa wanatakiwa wakaongea kwa sababu ya aina ya watu waliokuwa wanaongea nao, itakuwa inatuchanganya sana. Kwa sababu kuna lugha ambazo mitume waliongea kwa sababu ya aina ya watu waliokuwa wanaongea nao. Ilibidi aongee vile kwa sababu ya wale watu, kuna culture, kuna tamaduni walikuwa nazo. Mfano, unapoongea habari za Torati ya Musa kwa Waisraeli, ilikuwa ni utamaduni, ni mfumo wa maisha ambao ukisoma kwenye vile vitabu vitano vya Mungu, wanasema vitabu vitano vya Musa, labda Mwanzo, ingawa kitabu cha Mwanzo chenyewe Torati ilikuwa bado wakati wake, watu walikuwa naishi katika neema. Unaweza kusema ni neema kwa sababu hapakuwepo sheria, hapakuwepo nini, ilikuwa ni ile hali ya ndani tu inamuongoza mtu kwamba hiki sio sawa, hiki ni sawa. Lakini hapakuwepo ile sheria kwamba usi. Ilikuja baadaye sana, baada ile nani. Sasa ni kama kusema kutoka kitabu cha Kutoka mpaka unafika Kumbukumbu ya Torati. Ukisoma vile vitabu utakuta Mungu anatoa maelekezo hata mipaka ya nchi. Anatoa maelekezo hata yani maelekezo yale ya kiutawala, yani ya nchi kabisa. Ndio maana hata leo ukiuliza watu wa sheria wanasema mambo ya sheria za nchi na nini, sehemu kubwa zimechukuliwa kutoka kwenye hivyo vitabu, kwa sababu ilikuwa inatengeneza ile utamaduni na yale maisha ya kawaida tu ya maadili na nini. Na of course ukisoma kwenye mambo ya sheria yale inaongea maadili mazuri sana, lakini ukigeuza kama kitu ambacho unataka ukitumia kama cha kumcha Mungu, kinazaa mambo mengine kabisa. Kinazaa vitu tofauti. Sasa hata kwa mitume waliotumwa pia, ambao hao hasa ndio watu wa maana sana kuelewa namna walivyotumwa, walitumwa kwa kundi gani ili ule ujumbe wao uwe na maana kwetu. Ni kitu cha msingi sana, kwa sababu kama kuna kitu ambacho kinatesa walioamini na pia hata wasioamini, kuna wengine hawaamini kwa sababu haina ujumbe wanaousikia au wavuti kuamini. Kama kuna kitu kinatesa, Bwana Geoffrey, kinatesa watu, ni ujumbe. Mhubiri akikosea akaongea vitu ambavyo sivyo vinavyopaswa kuongea,
Maana yake wanawaingiza waaminiji, watu wanaoamini katika tatizo, kwa sababu wanaamini kitu ambacho hakiko sahihi. Si umenipata? Ndio maana Paulo anaonya kwenye Wagalatia. Sio mbaya tukasoma, alafu ndasoma nao mitume wawili, yaani makundi ya mitume yalivyotumwa. Wagalatia sura ya kwanza mstari wa nisome mstari wa 8 na wa 9. Sawa. Asema, lakini japokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri. Maana kuna injili walihubiriwa Wagalatia. Sasa Paulo anaweka warning akiwa anaiandika hii barua. Maana barua hii iliandikwa baada ya alienda kuonana na Wagalatia. Akawa amehubiri na kanisa lilikuwa limeanza, watu wakawa wanaabudu. Akiwa mbali Paulo ndo anaandika hii barua. Ambao mwanzo unaona anasema Paulo mtume, si mtume wa wanadamu wala wa kutumwa na mwanadamu, bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua katika wafu. Umeona? Sasa hii barua na ile andikia kanisa ambalo tayari alishalihubiri injili na likazaliwa likawa linaendelea katika Mungu. Sawa. Sasa anawaonya, ndio yeye anasema, lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Kama tulivyotangulia kusema, na sasa anasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na alaaniwe. Ndio. Sasa injili gani Paulo alihubiri kwa Wagalatia, ambayo anapambana kuwaambia kwamba mtu kama atakuja kwenda kuhubiri injili nyingine na alaaniwe? Na kwa nini Paulo alikuwa anaongea hivi? Maana tayari kuna wasumbufu walishaingia. Maana kuna taarifa alizipata kwamba kuna watu kule wanaongea injili ambayo sio sawa. Wanaenda kupotosha. Unaambiwa posto, unajuaje? Ukisoma nyaraka unaona sura ya 3 anasema hivi, nyinyi Wagalatia nani aliyewaloga? Si unajua? Yeah. Anazungumza kuloga sio uchawi ule wa tunguli. Ni uchawi wa maneno. Yaani kuna aina maneno wanaambiwa ambayo yanawaloga. Hii hapa. Tusome hii sura ya 3 tutaona. Anasema hivi, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu. Kwamba aliwekwa wazi, mnajua aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa alisulubiwa. Mnajua hilo. Ndio. Anasema, nataka kujifunza neno hili mmoja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria? Unaona sasa hicho kitu. Kwamba Roho Mtakatifu mlipokea kwa sababu mlikuwa mnashika sheria? Anaendelea kusema, au kwa kusikia kunakotokana na imani? Anaendelea, anasema, je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kumaliza katika mwili? Mnataka kukamilishwa katika mwili? Mmepatikana na mateso makubwa namna hii bure. Ikiwa ni bure kweli, basi yeye awapaye roho na kufanya miujiza kati yenu, je, afanye hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Yaani hapa ni kama kumbe jumla nzima ya injili ambayo watu wanatakiwa isikie inatoka kwenye imani. Ingawa hii injili ambayo inahubiriwa kutoka kwenye imani inakuwaga inachakachuliwa na injili ya sheria. Yaani mtu anapohubiri matendo ya sheria. Nikisema matendo ya sheria maana yake ni kupata haki kwa njia ya nini? Ya sheria. Ambayo ukiendelea kusoma hii Wagalatia anaendelea kuifafanua. Na anaongea, labda tuendelee kuiongea afu tutarudi utanielewa sasa mitume walivyotuma. Sawa. Ukiendelea sura 70 nasoma Wagalatia sura 3 nimesoma kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 6. Naendelea mstari wa 7. Anasema, fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahim. Kwa nini? Ibrahim alitwa baba wa imani. Maana yake alisikia tu kutoka kwa Mungu, akatembea kwenye alichosikia. Anaendelea anasema, na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa. Unasikia sasa? Sio Israeli. Anasema atawahesabia haki nani? Mataifa kwa imani, sio kwa sheria. Anasema kwa imani. Lilimhubiri Ibrahim habari njema zamani kusema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Hapa tena kuna doctrine nyingine ya baraka. Okay. Kwamba yani andiko lilivyoona kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, basi likamhubiri habari njema Abraham kusema, katika wewe mataifa watabarikiwa. Kwa hiyo leo tunaposema tumebarikiwa ndani ya Kristo, baraka mama ambayo inabeba baraka zote ni kuhesabiwa haki kwa imani. Ndio wanasema lilipoona kwamba atawahesabia haki mataifa kwa imani, likamhubiri habari njema Abraham kusema, kumbe habari njema ni kuhesabiwa haki kwa imani. Hiyo ndio habari njema.
sio kwa sheria. Ambapo anaendelea hapa, unamwona, sikia anavyoendelea kusema. Nisome hiyo afu ndarudi kwenye kile kipengele cha mitume wanapotumwa. Anasema hivi, nilikuwa nasoma mstari wa 8 na ingia mstari wa 9. Anasema basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahim aliye mwenye imani. Kwa maana wale walio wa matendo ya sheria wapo chini ya laana. Wako chini ya laana. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Maana ili uhesabiwe haki kwa matendo ya sheria, ni lazima kwanza ushike sheria zote 613. Sheria 613. Okay. Sheria ndogo ndogo ziko 603. Sheria zile 10 ziko 10. Wewe unazijua zile sheria 10 ambazo unafikiri wakati tunawasiliana uliniandikia. Wengi wanajua zile sheria 10, lakini ziko sheria jumla, sheria zote ambazo Mwisraeli ili awe mwenye haki mbele za Mungu ambaye alikuwa anataka azifanye ziko 613. Na hizo 613 bwana Geoffrey, sio kwamba unafanya kwa mwezi, unafanya kwa siku ndani ya masaa 24. Utakiwa ukosee sheria hata moja. Ndio maana Paulo anasema hapo chini ya laana, kwa sababu hakuna mtu anaweza akaishi na akafanya hiyo. Unajua kwenye mimi nisoma, kuna sheria zinaongea vitu vya ajabu sana. Kuna sheria zinaongea mpaka kukojoa uchochoroni. Okay. Yes. Mtu akikojoa uchochoroni yani ni dhambi. Kama hivi tulivyovaa nguo, kama tukikuwa Yahudi hivi tulivyovaa tumechanganya rangi, ni dhambi. Ipo. Yani ukitaka uzione hizo sheria, angalia kwenye mambo ya Walawi, angalia kwenye kumbukumbu ya Torati, utaziona sheria. Sheria mpaka za shamba. Unapopanda shambani, unapopanda mazao yako, wakati wa kuvuna. Kwanza unapopanda, usipande aina mbili za mazao, usichanganye, ni dhambi. Alafu pia unapovuna, usivune shamba lote. Lazima uache kwenye kona kuwasaidia wahitaji na wapita njia ambao watakuwa na njaa, ukifika pale kile chakula kiwasaidie. Leo nani anaacha chakula? Ndio kwanza mtu atapiga round kuhakikisha kama kuna chakula. Sio, umeelewa? Sasa ukitembea kwa kutegemea matendo ya sheria, ndio hii anasema uko chini ya nini? Ya laana. Anaendelea anasema hivi. Nirudie hiyo 10 anasema. Kwa maana wale walio matendo ya sheria wako chini ya laana. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Ni zaidi ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa ina maana sheria hapa Paulo kaipiga chini kabisa. Hii ni kwenye kitabu cha Wagalatia, alipokuwa anawaandikia Wagalatia. Huu ni waraka kwa Wagalatia. Lakini pia ukisoma kwenye Warumi unakuta anavyoiongea. Kwa Warumi pia sura ya 3, kuanzia sura ya 3, anaipiga chini kabisa sheria. Na kwamba hakuna mtu anaweza kuhesabiwa haki. Hayupo. Alafu pia anaifunua. Kwa Warumi amefunua sana kuhusu Torati. Anasema sasa Torati ndio inayofanya dhambi ya mke ndani ya mtu. Kweli. Maana dhambi ilikuwa kama imelala. Anaongea kwenye sura 7. Tutayaongea mambo. Lakini ukirudi sasa, narudi kwenye pointi yangu ambayo tulitokea, kwamba mitume walioandika hizi nyaraka walikuwa wanaandika kwenye jamii mbili tofauti, ambayo moja kati ya chaguo yangu kubwa Geoffrey, leo kanisa lifahamu. Lazima kanisa lifahamu nyaraka linayosoma ni mtume anayewahusu au hawahusu. Yaani achana tu na Torati ya Musa, achana na Agano la Kale. Agano la Kale tunaweza kulisoma, lakini tunaweza kulielewa tukilisoma kwa macho ya Kristo. Yaani tukiliangalia kutoka kwenye macho ya nani? Ya Kristo. Kwa sababu Agano la Kale lote lilikuwa lina point kwa Kristo. Na hata kuna mambo yalitendeka kule yalikuwa ni fumbo la Kristo. Ambapo sasa leo kutokea kwa Kristo tukiangalia, kwa sababu kihalisi maandiko yanasema kwamba Agano la Kale ni kivuli. Kama Agano la Kale ni kivuli, manake ile uhalisia wa kivuli upo, si ndio? Ambao ndio Agano Jipya manake. Agano Jipya manake ndio kitu halisi, na ndio maandiko yanavyosema. Ndio jambo halisi. Kwa maana yake nikifika kwenye Agano Jipya naweza nikaangalia kivuli afu nikasema pua ile pale, macho yale pale. Hiki kumbe ni kidevu. Si umenielewa? Naelewa vizuri. Yaani ukiangalia kivuli unaweza ukaanza kukieleza kutokea kwa mtu halisi. Vile alivyokaa unasema ameinama, hapo alivyokaa ameinamisha kichwa. Ila mwanzo inawezekana huyu mtu halisi angeficha usimuone, ukaona tu kivuli. Kutoa details za kivuli ingekuwa ngumu.
Umenipata? Yes. Sasa kutoka kwa hao mitume pia nao unakuta ni muhimu sana, kwa sababu vile Mungu alivyozikuza hizi jamii mbili tofauti, kuna namna zina mtazamo fulani tofauti kuhusu Mungu. Mtazamo ambao hata leo unatesa sana na hasa watu wa mataifa. Mmoja wapo mtazamo ni upi? Ule wa kwenda Yerusalemu kama nchi takatifu, kwenda kusujudu. Yes. Watu wanaenda kuabudu, mzee. Watu wanaenda kuabudu. Na ukweli ukienda mbali zaidi ni biashara. Ile ni biashara kwa jamii ile ya Wayahudi pale, ni biashara kubwa. Nasikia wanaingiza a lot of money kwa sababu wanapokea Wakristo kutoka, sio tourist. Watu wanaenda kwenye ibada, tourist wachache. Ila wale ambao wanaenda kuabudu pale ni wengi. Kwa sababu gani? Fikra ile ya zamani ya Kiyahudi ya kwenda kuabudu Yerusalemu bado imeshika watu. Kwa hiyo mtu akifika pale, ile fikra ya kuabudu imemshika. Wakati Yesu alishapinga, alishakataa. Akasema hamtaniabudu tena kule Yerusalemu wala kwenye ule mlima. Si ndivyo alivyosema kwenye Yohana sura 4? Anasema sasa hivi mtaniabudu wapi? Katika roho na nini? Na kweli. Sasa unataka uone kwamba watu bado wako mwilini, watu bado wanapenda waende Yerusalemu, watu bado wanapenda wakaabudu waone. Kwa nini? Hawaamini. Ile ni ishara kwamba mtu aamini. Anaweza kujitetea vyovyote anavyojitetea, lakini katika uhalisia ni kwamba amini. Mbona walikuwa wanafunzi wanatembea na Yesu wanauliza imani yenu iko wapi? Mbona hamwamini? Mbona mnaona shaka? Kwa hiyo bado watu wanaweza wakawa ndani ya kanisa lakini hawaamini. Hawaamini. Mpaka ameona wakina Tomaso, mpaka Yesu amefufuka. Hebu waza, miracle zote Yesu alizofanya, Tomaso alikuwa amini. Na bado alisema kwamba siku ya 3 nitafufuka. Yes, alisema siku amefufuka, amewatokea wanafunzi. Tomaso hakuwepo, unajua, mara ya kwanza. Wanafunzi walimwambia Tomaso hakuamini, akasema mimi mpaka niguse, mpaka nimshike ndio nitaamini. Na kweli Yesu akatokea, akamwambia Tomaso, niguse, nishike ili uamini, usio kama wale wasioamini. Tomaso ndio anashika mikono, anagundua ni Yesu, anaanguka anasema Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu anamwambia heri wanaoamini bila kuona. Wakina nani? Wakina Oscar, wakina Geoffrey. Napenda imani yetu. Yaani kwamba mnaamini hamjaona. Kabisa. Mnaamini lakini mna hakika na Yesu, kama hivi tunamuongea Yesu, lakini sisi sio kama Tomaso kwamba tumeshika mikono yake, kwamba tumeona ubavu wake. No, sisi tunaamini tu maneno yanayosema na tunaona results, tunaona matokeo ya maneno yanavyosema. Sasa nikirudi kwa hao mitume kwenye hiyo Galatia, Paulo anaongea namna mitume walivyogawanyishwa. Galatia sura ya 2 kuanzia mstari wa nisome kuanzia mstari wa ngapi? Nisome kuanzia mstari wa 6. Okay. Galatia sura ya 2 kuanzia mstari wa 6. Anasema hivi, lakini wale wenye sifa ya kuwa wana cheo walipokuwa vyovyote ni mamoja kwangu. Huyo ni Paulo anaongea. Mungu hapokei uso wa mwanadamu. Nasema hao wenye sifa hawakuniongezea kitu. Yaani Petro, Yakobo na Yohana. Au unajua ndio walikuwa na sifa na ndio walikuwa mitume wakuu pale Yerusalemu. Anasema hawakuniongezea kitu. Ukisoma kuanzia sura ya kwanza hii waraka wa pili, yani waraka wa pili kuanzia mstari wa kwanza, unakuta Paulo alienda Yerusalemu. Aliona akashare tu ile injili na vile Mungu anavyotenda matendo makuu kwa mataifa. Ili kuwasikia nao wanasemaje. Ndio yeye anasema hawakuniongezea kitu. Yaani hakuna mahali ambapo labda alisema hapa ungetakiwa kufanya hivi, hapa hawakuniongezea. Wao wenyewe kwa wanashangaa. Anaendelea anasemaje? Anasema bali kinyume cha hayo, walipoona ya kuwa nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa. Kwenye maandiko ukiona inazungumza habari ya wasiotahiriwa na waliotahiriwa, maana yake inazungumza mataifa na Wayahudi, Israeli. Ikisema wasiotahiriwa maana yake ni watu wa mataifa. Watu wa mataifa hawakuwa wanatahiriwa zamani. Tohara ilianzishwa na Mungu Mwanzo 17 alipomtokea Abraham, akafanya naye agano, akamwambia tahiri nyama ya govi lako na watu wa nyumba yako wote, na hii itakuwa agano langu kwako. Ndio maana Wayahudi tohara kwao ni agano, sio usafi wa mwili. Na ukisoma kwenye hizi nyaraka utakuta Paulo nyaraka nyingi watu hawaelewi anapogombana, si watu wa tohara, si watu wa tohara. Yaani tohara kwao kilikuwa ni kitu kizito mno, walikibeba kwa uzito. Ndakuonyesha sehemu ambayo utagundua kwamba hizo walikibeba kwa uzito. Kumbuka Daudi alipokutana na Mfilisti. Ndio. Sawa? Unajua aliongea maneno gani wakati anamfesi Mfilisti? Anasema Mfilisti asiyetahiriwa.
Sasa anasema anawezaje kutukana majeshi ya Mungu aliye hai? Yaani hiyo ndio iliamsha hasira ndani ya Daudi. Sasa wakati wote Daudi alipokuwa anasema vile Mfilisti, huyu Mfilisti asiyetahiriwa. Manake alikuwa anasema huyu Mfilisti asiye na maagano na Mungu, au asiye na Mungu wa kweli. Kwa sababu wao ndio walikuwa na sifa ya kuwa na Mungu wa nini? Wa kweli. Na sign, ishara ya kwamba wana Mungu wa kweli ilikuwa ndio hiyo tohara sasa. Umenipata? Ambayo ndio ilileta vita katika Agano Jipya, kwa sababu kutokana na ile nguvu iliyokuwa ndani ya tohara, ilifika mahali Wayahudi walikuwa wanasema huwezi kuokoka kama hujatahiriwa. Ukisoma Matendo ya Mitume 15 unakuta hiyo. Mpaka wakina Paulo wakaenda Yerusalemu kuuliza kwa mitume kwamba wamekuja watu wanafundisha vitu ambavyo vinaleta shida kwa watu wa mataifa. Wanawaambia watu wa mataifa kwamba wasipotahiriwa hawajaokoka. Lazima watahiriwe na washike sheria za Musa. Hapo ndio watakuwa wameokoka. Sasa tayari inaondoa maana ya neema, inaondoa tena maana ya wokovu. Yaani ilikuwa ni kama kubatizwa. Yes. Kama ubatizo. Umeona? Walikuwa wanaileta pale hivyo. Na wanalazimisha hivyo. Na wanasema kama hujafanya haya mambo yote, wewe haujaokolewa. Sasa Paulo kwa ufunuo Roho Mtakatifu ndio anaongea kwamba ukileta sheria, kwanza unataka ushike sheria zote. Alafu ukileta sheria maana wewe uko ndani ya neema. Ukisoma sura ya 5 yeye anasema yeyote ambaye anakuwa amedondoka kutoka kwenye hali ya neema. Kwa kuingiza sheria, kwa kutaka kuhesabiwa haki kwa matendo ya sheria, kwamba atende matendo ambayo muonyeshe amehesabiwa haki na ajisifie kutoka kwenye alivyotenda. Hiyo ndio maana yake kuhesabiwa haki kwa matendo ya sheria, kwamba nimefunga, nimekuwa na siku za kuomba, nimeishi maisha fulani matakatifu, mimi sijafanya dhambi. Maana yake anategemea nguvu zake. Yes, nimetoa sadaka, nimefanya hivi, nimefanya kile. Maana yake anategemea matendo yake na sio kazi ya Yesu ya msalaba. Hiyo tunapoongelea habari ya neema, maana yake ni kuitegemea completely kazi ya Yesu ya msalaba. Kwa hiyo whether naishi vizuri au kuna wakati nakosea, bado havitegemei chochote kuhusu haki nilionayo kwa njia ya imani. Imani ipi? Ya kile ambacho Yesu amefanya katika msalaba. Mimi nimehesabiwa haki bure. Anaongea kwenye Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza mstari 30. Anaongea kwamba yule Kristo ambaye amefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu. Anasema na haki na utakatifu na ukombozi. Kwa hiyo maana Kristo amefanywa kwetu hekima. Amefanywa kwetu haki itokayo wapi? Kwa Mungu. Hii ni haki ya Mungu, sio haki ya mwanadamu. Sasa unaona hapa anapozungumza habari za anasema wakagundua kwamba huyu amepewa injili ya wasiofanya nini? Wasiotahiriwa. Anasema hii nasoma Galatia sura 2 mstari 7, anasema bali kinyume cha hayo walipoona ya kuwa nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa, kama vile, sikiliza sasa, kama vile Petro ya waliotahiriwa, maana yeye aliyemwezesha Petro kuwa mtume wa waliotahiriwa ndiye aliyeniwezesha mimi kwenda kwa mataifa. Umeona ya makundi mawili? Hao kwanza wa Galatia walikuwa ni watu wa mataifa. Na Paulo hapa anaiweka wazi kwamba kumbe Mungu alimwezesha Petro. Ukimzungumzia Petro, unajua ndani yake unamzungumzia Yohana, ndani yake unamzungumzia Yakobo. Hao waliwezeshwa kwenda kwa watu wa nini? Wayahudi waliotahiriwa. Alafu Paulo aliwezeshwa kwenda kwa nani? Kwa mataifa wasiotahiriwa. Kwa hiyo injili zote ambazo zimeandikwa na Paulo utaziona zina namna fulani tofauti na injili zilizoandikwa na Petro na Yakobo na Yohana. Ila wengi wanaweza wasinotice hiyo. Na pia watakatifu wanazibebaga hizi zote. Kuna wakati kidogo inakuwa kama inachanganya. Kuna namna ukimsikia Yakobo, yaani kuna wakati kama anakuchanganya. Unasikia ile anasema habari za sheria, imani pasipo matendo imekufa. Yule alikuwa Myahudi na alikuwa na fikra ile yaani fikra ya Kiyahudi ilikuwa haijamwacha ya matendo. Sio, umenielewa? Yaani ile fikra ya matendo ilikuwa haijamwacha. Ila Paulo anazungumza habari za imani itendayo kazi kwa upendo. Na anaongea kwenye Galatia sura 5 mstari wa 6. Anasema imani itendayo kazi kwa upendo. Ila Yakobo lugha yake anavyoongea, anaongea lugha ya sheria. Ngoja nikuonyeshe waraka wa Yakobo, utanielewa ninachosema.
Ukifungua katika Yakobo, waraka kwanza ukifungua katika Yakobo sura ya kwanza, tusome mstari wa kwanza, utanielewa hiki ninachosema. Yakobo sura ya kwanza, mstari wa kwanza. Sikiza anaposema. Anasema, Yakobo, mtumwa wa Mungu na wa Bwana Yesu Kristo, kwa kabila 12 waliotawanyika, salamu. Kabila 12 waliotawanyika. Kabila 12 wakina nani hao? Si ni Wayahudi? Si ni yale makabila 12 ya Israeli? Yuda, si Benjamini, si Manase, si nani? Ndio hayo anaongea. Sasa unaona hata waraka wake ulivyokaa. Anasema kwa kabila 12. Kwa hiyo maana hata unaposoma, Myahudi akisoma nyaraka ya Yakobo, anaelewa Yakobo anaongea nini. Sasa sisi kuna wakati ni nzuri kujifunza, ila tujifunze kutokea huko ambako unaongea. Kwamba tujifunze tukijua kabisa huyu Yakobo alikuwa anawaandikia nani? Wayahudi wenzake. Sasa alipokuwa anawaandikia Wayahudi waliookoka, wao wana utazamaji wa wokovu. Maana ninaposoma naanza kuona ile fikra ya Wayahudi kuhusu wokovu wa Kristo kulingana na ile culture ambayo ilitembea nayo zamani ya Musa. Ndio maana unakuta huko ndani Yakobo anaongea habari za sheria. Ila katika namna ya Kristo. Kwa nini? Kwa sababu ya fikra yao hao watu ilijengwa kusikia zaidi sheria. Ndio maana hata Yesu aliwaambia, amri mpya nawapa, mpendane. Kwa nini alikuwa anawaambia vile? Kwa sababu alikuwa anajua naongea na watu wenye fikra ya amri na sheria. Kwa hiyo ili wanielewe, ni lazima niwaambie habari za amri mpya. Manake hii ya kwanza imepita wakati wake. Nikikupa amri mpya, manake hii ya kwanza haina kazi. Ndio maana Yesu anawaambia. Na alikuwa anawaambia nani? Sio kanisa. Hakuwa analiambia kanisa Yesu. Alikuwa anawaambia Wayahudi. Jamii ile ya Wayahudi wanaomfuata. Kwa sababu Yesu wakati amekuja, alikuwa anafuatwa na Wayahudi. Watu wa mataifa walipotaka waponye, alikuwa anaongea maneno magumu sana kwao. Kuna mama mmoja alimwambia, chakula cha watoto siwezi nikawapa mbwa. Kwa nini? Torati ilimfanya atazame hivyo. Kwa nini? Alikuwa na operate ndani ya Torati. Wagalatia sura ya 4 tusome. Galatia sura tunaona anachoongea kile kinachokwambia. Galatia sura 4 mstari wa 4. Anasema Galatia sura mstari anasema, hata ulipotimia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanae ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Unasikia? Yesu alizaliwa chini ya nini? Ya sheria. Kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya nini? Ya sheria. Ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Uwezi kuwa mwana wa Mungu ukiwa unaitegemea sheria. Sheria ni kwa watumwa. Neema ni kwa wana. Kwa hiyo ndio ile ambayo tuliongea kwenye ile season ya kwanza kwamba Wayahudi wanakombolewa kutoka kwenye sheria ya Musa. Sababu sheria ndio ilikuwa inafanya wanakuwa wakosaji, wanaharibika zaidi. Unakumbuka niliongea hiyo kitu? Kwamba sheria ndio ilikuwa inawaharibu Wayahudi zaidi. Labda mtu hata nielewa zaidi. Fungua katika Warumi sura ya 7. Unajua watu wanapenda kuandika kwa kusoma yanakata maneno. Najua ukiwa unaongea tu inaleta shida sana. Warumi sura ya 7 kuanzia mstari wa 7 anasemaje? Anasema, tusemeje basi? Torati ni dhambi? Hasha. Walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria. Singalitambua dhambi ila kwa nini? Kwa sheria. Kwa hiyo manake leo hapa hata nabii yoyote ambaye anatambua dhambi kwako, Geoffrey, akija nabii anakuambia, Geoffrey, ninaona umefanya hivi, ninaona si umefanya hivi, ninaona juzi ulifanya hivi. Kinachomfanya atambue dhambi kwako ni sheria, sio Roho Mtakatifu. Hiyo ni lugha ngumu lakini ni kweli. Kwa nini? Roho Mtakatifu kuna kitu ambacho anakileta kwako, sio sheria. Roho Mtakatifu siku zote, Roho Mtakatifu ambaye namsema Roho Mtakatifu, Roho wa kweli, siku zote Geoffrey akiongea kwako message ya Kristo, atafunua haki ulionayo katika Kristo, haki ambayo ni bure kwa njia ya imani. Kwa sababu yeye anachotafuta wewe uamini, uwe transformed. Unajua kuamini tu kuna kutransform wewe, kuna kubadilisha kabisa. Unatoka kwenye hali ya kwanza unaingia kwenye hali nyingine mpya kabisa. Sasa Roho Mtakatifu wakati wote anavyoongea vile, maana yake anajua unapoamini kile ndio unafanyika kuwa kile. Kwa hiyo hawezi kaongea dhambi kwa sababu anajua ukifanya makosa kuamini hiyo unafanyika hiyo. Na ndio maana kanisa linateseka leo na sin conscious. Sin conscious inatesa kanisa kwa sababu message wanayohubiriwa inawafanya waamini kwamba wana dhambi, wajitakase wakati wote, wajisafishe. Kwa hiyo watu siku zote ni kama wanazunguka hapo hapo, kila siku. Usiku anatubu ndio analala, asubuhi akiamka anatubu ndio anaenda kazini, akirudi anatubu analala.
Hakuna siku amekuwa. Lini amefika kwenye maturity? Lini amefika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo? Maana anasema kusudi la kutoa zile huduma 5 ni kuwakamilisha watakatifu. Kuwakamilisha kwenye nini? Kuwakamilisha kwenye pendo. Ili kazi ya huduma itendeke, mwili wa Kristo ujengwe, atatufika kwenye cheo huko. Anaongelea habari za cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Nikifika kwenye cheo cha Kristo, maana mimi sio mtu wa kutubu. Na ninapozungumza hapo, maana hiyo ni fikra. Yaani fikra yangu imekuwa transformed kiasi mtu akikuona Jofe au akiniona mimi anamuona Kristo, kwa sababu ninachoongea, mfumo mzima wa fikra yangu ni Kristo pure. Kwa hiyo tayari ndio ile Paulo anasema sio mimi ninayeishi bali Kristo ndani yangu. Kwa nini? Kila ukimwambia ongea Paulo anaongea Kristo. Ni kama tukirudi kwenye maombi, ukimwambia Paulo omba anaomba Kristo, kwa sababu ndio fikra yake ilivyo. Amejazwa neno. Linatoka neno, yes. Sasa ndio hii anaongea. Paulo anaongea habari za ile tulikuwa tunaongea Torati ile, kwa nini walikombolewa kutoka kwenye hiyo Torati. Anasema hivi, tusemeje basi? Torati ni dhambi asha. Walakini singatambua dhambi ile kwa sheria, kwa kuwa singalijua kutamani kama Torati singalisema usitamani. Kwa maana yake mimi nilikuwa sijui kutamani. Hivi umeelewa hiyo sentence? Yaani sijui kutamani. Hebu waza, hujui kutamani. Kama hujui inakuathiri vipi hiyo kitu? Yaani kule kutojua kuna kufanya wewe upone na tatizo la kujua hicho kitu. Uwe huru, yes. Kwa kule kutokujua kutamani nikawa huru. Anasema lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile amri. Kwa hiyo amri ilipokuja ikaifungulia nafasi dhambi. Dhambi ilipata nafasi kwa ile amri, ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani. Ndio maana nikasema, nafikiri kwenye session ya kwanza niongea kidogo. Yaani mhubiri yoyote akihubiri sheria, usishike hiki, usionje kile, usiguse hiki, usifanye hivi, usiende pale, usifanye hiki. Yaani anachofanya anaipa ile dhambi nafasi. Kama unakumbuka tukatoa ule mfano wa yule mtu ambaye aliandika kibao usiguse ukuta umepakwa rangi. Mwisho wa siku ukuta ukao umechafuka kwa sababu kila mtu akipita anagusa kwa sababu ni uchochoro. Kwa sababu umepakwa rangi na maana rangi itakuwa haijakauka mpaka sasa. Akigusa anaacha alama. Baadaye kugundua akatoa kile kibao akapaka rangi mpaka nyumba imekauka, iko vizuri, hakuna mtu ameshika. Kwa nini? Kile kibao cha usiguse kilikuwa kinaamsha hali ya watu kugusa. Sasa ndicho Paulo anachoendelea kukiongea hapa. Anasema kwa maana dhambi, nirudie ipate maana. Anasema lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile amri, ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani. Kwa maana dhambi bila sheria imekufa. Nafahamu wako watumishi leo wanatamani wasione dhambi ndani ya kanisa. Yaani dhambi iwe haipo ndani ya kanisa. Unajua nini kinatakiwa kifanyike? Waiondoe sheria. Hapa sinasema dhambi bila sheria imekufa. Kwa maana ukitaka dhambi ife, maana itoe sheria. Kwa hiyo maana sheria ndio kama uhai wa dhambi. Sheria ndio uhai wa dhambi. Wakati wote unapoipresent sheria, unapohubiri sheria, msiguse hiki, jitahidi kufanya hivi, jitahidi uwe na maombi ya masaa 3, jitahidi. Yaani hizo zote unapresent sheria. Sababu leo maombi hayatakiwi yafanyike kama sheria. Leo maombi yanafanyika kama mahusiano. Mimi tunapokaa na wewe kwanza kuongea, hatuna sana utaniambia bwana apostle. Yaani nilikuwa naomba tuwe na mazungumzo, ila baada ya saa 1 nitakuwa na program fulani. Kwa hiyo najua okay, mazungumzo yetu yatakuwa na limit ya saa 1 kulingana na sasa tulipo. Baada ya saa 1 maana yake una kazi anafanya. Ila sio yani inapokuja kwenye mbele za Mungu hatuendi kulingana na masaa tunayokuwa naye mbele za Mungu, kwa sababu mahusiano yetu hayawi limited na yale masaa. Mahusiano yetu si niwekeje, yani unapojenga mahusiano ni kitu ambacho unaona kiko mbali sana na muda. Yani mahusiano ya kweli, yes, mahusiano ya kweli. Yani let's say kama familia yako vile unaporudi jioni hivi, unaweza kumwambia mwanao kwamba alo tuongee nusu saa tu na nusu saa. No, it's impossible. Yeah, impossible. Ataongea, utamsikiliza, alafu tena pia zaidi hapa naongea ngumu zaidi.
mwanao ataongea from anywhere. Yaani kutokea popote. Yaani ataongea na wewe kutokea popote. Yaani hana utaratibu ambao umempa kwamba unapokuja kwangu ukitaka kuongea na baba, la kwanza mwamkie, alafu la pili mwambie pole na kazi, alafu la tatu mwambie vipi unaendeleaje baba, alafu si unanielewa? Lakini leo ndani ya kanisa kuongea na Mungu ambaye tunamuita baba yetu aliye mbinguni, kuna namna tumepewa. Yaani kwamba ili baba asikie, kwanza tubu, kwanza sifa ya nini? Sio, yaani kuna namna mpaka inakuwa sio mahusiano. Sheria tena imezaliwa. Yes, sio mahusiano. Mwanao anaweza kupata na makosa, lakini utakapokuwa makosa utayagundua labda baadaye kwamba wewe nani amevunja hii nani hapa. Nasema baba, unaona sasa? Mimi ndio maana nilikuwa nakwambia usiiguse hii, iache mwanangu. Kwa nini sasa umefanyaje kwani? Baba naomba unisamee, iliteleza. Lakini hapo mmeshaongeaga mambo mengine yote. Hebu ngoja nikwambie Geoffrey tunajao. Sijui Mungu watu wanamtazamaje. Moja kati ya vitu ambavyo mimi vinaniumiza. Unajua maneno unaongea kuna watu wanakuazika sana pia. Kwa sababu ya kile walichojengewa ndani. Ila mimi sielewi Mungu watu wanamtazamaje. Hebu waza, Kaini anamuua Abeli. Mungu anaongea na Kaini. Abeli yuko wapi? Anaambia umenifanya mimi kwa mlinzi wa ndugu yangu. Waza mtu anaongea na Mungu. Maana yuko kwenye prayer. Yeah. Ndio malaki, si kwa prayer ni kuongea na Mungu. Yeah. Hivyo. Kaini hajatubu. Ila Mungu anaongea naye. Anafika point Kaini anagundua kwamba alichofanya ni makosa na yatamgharimu. Anaambia Mungu, naomba niwekee alama ili huko ndakao kukimbilia wasiniue. Mungu kwa sababu ni mwenye pendo anamwekea alama. Hebu anza maombi ya mtu mwenye dhambi ila anaamini. Kwa sababu bila anaongea na Mungu manake anaamini. Ndio tafsiri yake. Mungu ni roho. Mungu sio mwili. Kwa hiyo ina maana Kaini wakati roho inamhoji. Kwa sababu hapo kuwepo mtumishi kwamba Kaini kwa nini umefanya hivi? Bwana hapa kuwepo nabii, hapa kuwepo nani? Ina maana Mungu ndani ya spirit ya Kaini alikuwa anaongea naye. Na Kaini anajua kabisa huyu anayeongea naye ndani yangu ni Mungu. Nilikuwa najiuliza hapo kichwani mwangu kwamba tuligusia kwamba kuna hiyo kwa Kaini ilikuwa ni kind of neema, yani kwamba kulikuwa hakuna sheria yoyote, ila Mungu ndani yake ndio anamuongoza. Alafu baadaye sheria ikaja na neema ndio ikaja kutukuta kwa Bwana Yesu. Kwa ndio tunajaribu kutoka huko kwenye visipisi vya sheria. Hizi sheria kwa nini zilikuja? Yani kwa nini sheria zilikuja? Na kati tayari huko nyuma ndani yetu Mungu alikuwa anatuongoza. Kwa nini zilikuja sheria? Na kwa nini zilitua tu kwa wana wa Israeli peke yao? Na zisiende kwa in general, yani kwamba kwa watu wote ile sheria zitue. Nilikuwa najiuliza hivyo kichwani pia. Mimi naweza kusema hivi kutoka kwenye hilo unaojiuliza, tukianzia kona hii hapa kwenye, of course ilianzia kwa Abraham. Mungu alimchagua kutoka katika Uru wa Kaldayo. Ukisoma Mwanzo sema Mungu akamchagua Abraham kutoka katika Uru wa Kaldayo, akamuita akamwambia toka katika nyumba ya jamaa zako na nini, Mwanzo 12 pale. Abraham akatoka akaenda kwenye nchi asiyoijua, ila Mungu alimwambia nitakupa nchi, nenda huko. Abraham alipotoka akamchukua nani? Na Lutu. Kumbuka Lutu alimchukua bila maelekezo ya Mungu. Mungu alimwambia Abraham toka, ila Abraham akamchukua Lutu. Walipoenda huko wakawa wamestawi, bado hajaonyeshwa ile nchi ambayo Bwana alikuwa anataka muonyeshe. Kukatokea ugomvi kati ya wafanyakazi wa Abraham na wajakazi wa Lutu. Ikafika mahali Abraham akamwambia Lutu ndugu yake kwamba wewe ni ndugu yangu, tusije tukagombana. Mimi ninachotaka basi wewe amua. Wewe ukienda mashariki mimi nitaenda magharibi. Ukienda kaskazini mimi nitaenda kusini. Kwa hiyo wewe chagua. Abraham akamwacha Lutu achague. Lutu ndio akashuka kwenye bonde lile la Sodoma na Gomora kwa sababu liliona la kijani limestawi limefanya nini. Unajua wakati wote kuongozwa na flesh lazima uende kwenye uharibifu. Ingawa uharibifu mwanzoni unaonekana kama ni ustawi. Sijui umeona hiyo somo ilivyokaa hapo. Lutu alipoona ile imestawi akachagua kwa macho na kwa kuona, akashuka kwa bondeni. Ila siku anatoka alitoka bila hata kitu. Alitoka yeye na watoto wake wawili mpaka mke aligeukia chumvi. Hilo lilikuwa kosa la Lutu. Kiukweli, lilikuwa kosa la Lutu kwa sababu hakuwa na direction ya Mungu wapi aende.
Abraham baada ya kuachana na Lutu pale, maandiko yanasema sauti ya Bwana ikaja kwa Abraham kumwambia, inua macho yako utazame. Nchi yote hii unayotazama nimekupa. Umenielewa? Abraham ndio akaendelea mpaka anakuja anampata Isaka. Isaka naye anakaa kwenye nchi mpaka anakuja anazaliwa Yakobo. Yakobo anakuja kuzaliwa. Sasa ndio hii ambayo nitaka ni flow na hiyo ambayo unaisema. Okay. Kwenye Warumi sura ya 9 kuna kitu Paulo alikiongea cha ajabu sana. Nianze kusoma mstari wa ngapi? Nianze kusoma mstari wa 9. Warumi sura ya 9 kuanzia mstari wa 9. Anasema kwa maana neno la ahadi ni hili, panapo wakati huu nitakujia na Sara atakuwa na mwana. Huyo Abrahamu nabii. Anaendelea kusema, wala sivyo tu, lakini Rebeka naye akisha kuchukua mimba kwa mume mmoja ambaye naye ni Isaka baba yetu. Kwa maana kabla hawajazaliwa walikuwa watoto, wala hawajatenda neno jema wala baya. Rebeka mke wa nani? Wa Isaka. Anasema kwa maana kabla hawajazaliwa walikuwa watoto, wala hawajatenda neno jema wala baya, ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua. Si kwa sababu ya matendo, bali kwa sababu ya nia yake aitaye. Lisimame kusudi la Mungu la kufanya nini? La kuchagua. Sio kwa sababu huyu ametenda mema, huyu amekosea. Lisimame tu kusudi la Mungu la kuchagua. Kwa sababu ya nini? Ya nia yake aitaye. Anasema aliwaambia hivi, mkubwa atamtumikia mdogo. Yaani Esau atamtumikia Yakobo. Alafu anaendelea anasema kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Sasa ukitaka usikie pure grace, yaani tunapoongea neema, jumla ya neema ndio hapa. Ingawa huko ilikuwa parable. Yaani kumbe alikuwa anachagua alikuwa ni nani? Ni Mungu. Ndio maana leo kuna mahali nilienda nikahudumu, walinikasirikia sana wale ndugu. Of course walinikasirikia, baadaye nilipata taarifa wamefura, walikasirika mno kwa sababu ni kama nilivuruga vitu vyao. Of course yani hiyo ni kati ya neema nilizopewa. Kama hujakaa vizuri nikija nitakuvuruga sana kwa sababu ya vile ambavyo mindset yako imekaa na umejitegemeza. Yaani kwamba Mungu nafikiri ndio hivi. Na njoo watu wengi wao wanakasika kwa sababu unakuta kile kitu umetembea nacho kwa miaka akiamini kwamba Mungu yupo ndani ya hicho kitu. So unapokuja kuongea naye, yani inamvuruga. Kwamba yani na maana mimi siku zote nilikuwa nafanya kitu ambacho kieleweki. Moja eneo niliwaambia huku hakuna uchaguzi. Huku sio kwenye Torati. Kwamba chagua mema, chagua baraka, no. Huku ni Mungu ndiye anayetuchagua. Ndio maana hata kule kwa Yesu anasema sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi. Yohana 15. Anasema sio nyinyi mmenichagua. Kwa hiyo ina maana wewe ukiona unaniamini, unakuja kwangu, usijifanye bingwa kwamba wewe umenielewa. Mimi waga sieleweki. Niliwaambia, ila walikasirika. Unajua ndugu, wale watakatifu kule walikasirika, niliwakera mno. Nikamwambia kwa sababu ukija kwenye message ya Kristo anaeleweka. Utaniambiaje anaeleweka? Mtu alikufa miaka 2000 na kukuona dhambi ya leo. Yaani ina make sense vipi Geoffrey? Si walielewa. Hujawahi kumwona kwa macho, ila leo tunaongea kwako kama ni Mwokozi. Ila cha ajabu ni kwamba unavyoamini wewe mwenyewe unathibitisha kwamba yes, kuna changes. Ndio kuna hali ambayo unasikia Mungu anaongea na nini. Na kuna uthibitisho katika mambo unayokutana nayo. Ila haya mambo yalifanyika tunaambia miaka 2000 iliyopita. Sasa nikamwambia haya mambo hayatoki kwenye akili. Haya mambo ni kwenye roho na unajaliwa. Na ni yeye ndiye anayeamua kwamba Geoffrey ninamchagua, fulani ninamchagua. Mtu mmoja akaniuliza swali kati ya wale. Kwa sababu niliwaambia kwamba mtu kabla hajafanya dhambi tayari anayo asili ya nini? Ya dhambi. Ndio maana hata Yesu alivyozaliwa Mungu hakutaka azaliwe na mwanadamu. Neno ndio lilimzaa Yesu ili asiwe corrupt, asiingie kwenye ile asili ya dhambi, ashindwe kutukomboa kutoka kwenye dhambi. Kwa sababu alikuja kumkomboa mwanadamu kutoka kwenye nini? Kwenye dhambi. Sasa yeye akiwa mwenye dhambi pia kwa asili anakukomboaje wakati naye ni kitu kile kile kama wewe ulivyo? Kwa hiyo ndio maana ilibidi azaliwe kwa nini? Kwa neno. Hata Yesu alipoingia ndani ya Mariamu hakuchukua mwili ndani ya Mariamu. Waebrania 10 anasema hivi, mwili umeniwekea tayari. Ukisoma katika nyaraka za Paulo kwenye Waebrania sura ya 10 anasema mwili umeniwekea tayari. Mwili aliwekewa tayari wapi? Ndani ya Mariamu. Ukisema Mariamu ndio alihusika katika kufanya mwili wa Yesu uwe created, uumbike ndani yake, maana yake alinyonya damu kutoka kwa Mariamu. Na akinyonya damu maana yake amenyonya asili ya dhambi.
Umeona hiyo ilivyokuwa ngumu? Kweli. Yes. Lakini ndio ukweli. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu mwana kondoo alikuwa anatakiwa kutolewa sadaka ili Mungu akubali, alikuwa lazima awe hana mawaa. Na ile ilikuwa ni fumbo. Kumbuka tumesema agano la kale ni kivuli cha agano jipya. Kwa hiyo maana Yesu kama mwana kondoo wa Mungu hakutakiwa kuwa na hata chembe ya dhambi. Yeye kama mwana kondoo. Ndio ile anasema kwenye Yohana Mbatizaji anasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Maana yake mpaka ameitwa mwana kondoo wa Mungu anayechukua dhambi ya ulimwengu, ana sifa zote za kondoo ambaye anatakiwa kubebesha dhambi, ikiwemo kwamba hana spot ya namna yoyote. Ndio. Hiyo kosa sio asili hana. Na ndio maana yeye alipass by. Alipita tu. Yusufu anashangaa anaambiwa na Maria, Bwana mimi nina mimba. Maandiko yanasema Yusufu alipanga kumkacha Mariamu, sio? Yes, hata mimi ningemkacha. Kwamba unawaje binti ana mimba? Afu anakuambia kwa Roho Mtakatifu yupi? Niliwauliza kanisani watu kabaki wanacheka. Nikamwambia fikirieni, acheni kuangalia kidini. Tusome maandiko, soma maandiko kama mtu tu mwenye akili ya kawaida ambaye unafikiri mambo ya kawaida. Na wewe ni kama uko ndani ya hiyo situation. Una binti umempenda, umemchumbia. Afu for sometimes hujamuoa, anakuja anakuambia mimi nina mimba. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu azaleo neema. Utani unajua wakati mwingine sio mzuri. Ongea vizuri. Umeitoa wapi? Umetoa wapi kitu? Sasa unaweza ukaelewa kwamba hata Yusufu kumbeba Mariam ilihitaji kuamini. Na ndio maana Mungu akatuma malaika anamwambia, "Halo, huyu mke wako mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Alafu beba mke wako, kimbia naye." Sio nini? Yaani instructions ile ili kumfanya Yusufu aweze kutembea kwenye hiyo njia. Sasa sio njia ambayo unaweza ukaielewa. Ni njia ambayo inatoka kwa Mungu kuja kwa mwanadamu. Sio njia ambayo mwanadamu anaitengeneza ili kwenda kwa Mungu. Kwanza mwanadamu anampata wapi Mungu? Mungu ndiye anaweza kumpata mwanadamu. Sasa nikawaambia wale ndugu, nikamwambia jamani, sisi tumechaguliwa. Usiongee ukiokoka kama wewe umeokoka. Usiongee kama vile mjuaji fulani ambaye amegundua, ameelewa, akaamua kuokoka sasa. Afu nyinyi mnaita mchezo, mtaona moto utakavyokaanga. Na wewe umepewa neema, ndio maana inaitwa neema. Umechaguliwa, hauna mchango. Sio kwa tendo lako lolote kama hivyo wanasema, ili ijulikane kwamba Mungu ana uwezo wa kuchagua. Aliwachagua wakiwa tumboni, hawajatenda jema wala baya. Sio kwamba ndugu yake na Esau alikosea au kuna dhambi fulani alifanya, hapana. Sio kwamba Yakobo kuna mazuri fulani alifanya, hapana. Ila Mungu alichagua tu kwamba mkubwa atamtumikia mdogo. Afu nimempenda Yakobo, Esau sijempenda. Maana yake nimemchukia. Why? Nijulikane tu kwamba mimi Mungu nina uhuru wa kuchagua. Ukisoma hizi nyaraka unakuta Paulo anasema ni kama mfinyanzi ambaye anaamua udongo huu niweke sahani, udongo huu niweke choo cha kutumika chooni. Apostle, unachokisema ni kwamba ni sawasawa na Mungu alivyowachagua mwenyewe wana wa Israeli. Exactly. Na ndio huko unajua tulikuwa tunaelekea. Na ndio swali lako likotokea. Kwamba hii sheria na hii ilivyokuja ilikaaje? Sasa ndio nikawa nakwambia Mungu alimchagua Abraham, akatembea naye. Sasa ndio nikafika hii kwa Yakobo. Sasa hapa ndio panapogawanyika sasa. Yaani hapa Mungu anaanza kutembea kwa nani? Kwa Yakobo. Afu anamwacha Esau. Hivi unajua kwamba ukisoma katika zile nyaraka za vitabu vile vya Musa, yani kuanzia Kutoka mpaka Kumbukumbu, utakuta kati ya watu wengine ambao waliuawa na wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri kurudi Kanaani, walikuwa ni ndugu zao. Ukisoma maandiko unakuta hata Esau naye alizaa makabila 10 na ngapi? 12. Maandiko yanaongea hivyo. Yakobo alizaa wana 12 ambao ni makabila 12 ya Israeli. Israeli ni nani? Ni Yakobo. Leo Isaka angeamka akafufuka kutoka kwa wafu kamuuliza Israeli vipi, atakushangaa kwa sababu hakuwahi kujua habari za Israeli. Wala yeye hazikuwepo kwake. Leo Abraham angetokea ukamuuliza vipi, naona Israeli wako wanaendelea vizuri, atashangaa Israeli ni kina nani? Ila Yakobo atakuelewa kwa sababu Yakobo ndiye aliyeitwa jina Israeli. Na unakumbuka kwenye ile season ya kwanza tuliongea kwamba Yakobo aliitwa Israeli, wale wakaitwa wana wa Israeli. Ni kama leo unaitwa Jofre, afu watu waite wana wa Jofre. Sasa hata Esau alizaa wana 12. Na yakawa makabila 12 ya Esau. Ila Mungu hakushughulika nayo, aliacha kando. Ndio wao wanakuja wanapigwa na Israeli waliokuwa safarini kurudi kuja Kanaani. Maana yake walikuwa wanawapiga ndugu zao, binamu zao, wanawaua kwa agizo la nani? La Mungu.
kwamba hao wamekataa kuwasaidia, piga. Ila hawana historia, ni ndugu zao, ni watoto wa baba yao mkubwa. Ila sasa baba yao mkubwa hana agano na Mungu. Sio iona ilivyokaa. Haijakaa vizuri. Sasa waza Mchaga aliye huku Moshi akaanza kumngangania Mungu na Torati, wakati hawa watoto wa Esau wenyewe wametengwa na hiyo Torati. Kwa sababu wakati wanatoka Misri waliopewa Torati walikuwa ni hao makabila 12 ambao ni watoto wa Yakobo. Maana yake hao wa Esau tu wenyewe hawajui habari ya Torati wala hawajapewa. Wako nje, ni mataifa, nao ni jumla ya mataifa kama sisi. Sasa hao walio karibu wenyewe wametupwa nje. Sasa ikawe Mkinga kama mimi, au ikawe Mzaramu au Makonde anang'ang'ania Torati. Si umeipata ilivyokaa? Nimeipata. Na digest naona nakushambulia sana. Nashambulia sana. Ukitaka uisome vizuri wakati Mungu anawapa na akiwa specific, iko kwenye, nafikiri iko kwenye Hesabu, nafikiri Hesabu 24 kama sikosei. No, sio Hesabu. Nafikiri ni Kutoka 24. Muda wetu umeenda sana. Nafikiri tuko tunasogea, tutaiacha tuendelee na season nyingine. Ni Kutoka 24. Ukisoma Kutoka 24, Mungu wakati anafanya sasa agano na taifa la Israeli, akiwa anawapa sheria, anazungumza. Anasema kuanzia ile mstari wa kwanza mpaka wa mwisho ukisoma. Ila ndasoma tu kidogo kuleta ile picha. Anasema kisha Bwana akamwambia Musa, kweeni wewe na Haruni na Nadabu na Abihu na watu 70 wa wazee wa Israeli, mkamfikirie Bwana, mkamsujudie kwa mbali. Na Musa pekee yake ndiye atakayewakaribia karibu na Bwana. Lakini hao hawatakaribia karibu, wala hao watu hawatakwea pamoja naye. Musa akaenda akawaambia watu maneno yote ya Bwana na hukumu zake zote. Watu wakajibu kwa sauti moja wakasema, maneno yote aliyoyasema Bwana tutayatenda. Unasikia hiki kitu? Ukifuatia huko wakati wako kwenye safari, walitaka waende wakaongea na Mungu. Walipotaka kwenda kuongea na Mungu, Musa akaenda akamwambia Mungu kwamba Bwana wa Israeli wote wanataka waje waongee na wewe. Mungu akamwambia sawa, waambie ujitakase. Akatoa maelekezo ya wao kujitakasa ili kwenda kuongea naye. Ambao sasa ndio mchezo ambao upo ndani ya kanisa leo. Unajua michezo mingi ambayo tunaifanya leo, tunaifanya michezo ya kivuli wakati tuna kitu halisi. Ndio kosa tunalolifanya. Wakafua nguo, sio wakafanya nini kulingana na maelekezo ambayo Musa aliambiwa awaambie, kwa sababu ya agano lililokuwa nalo. Wakati wanataka kwenda sasa kwenye ule mlima ambao Bwana aliwaambia wakakutane. Anasema kukawa na giza na tetemeko na nini, radi. Yaani Mungu sasa ameshuka. Jamaa wakacheki wakaona wasifanyie. Kwa sababu ya muda tusisome. Wakacheki wakaona Musa asitania, wakasema sasa Musa cha kufanya sikiliza. Wewe nenda kamsikilize Bwana. Kaongee naye. Alafu atakachokuambia tutakuja tutafanya, watu waambie tu ambacho anataka. Ndipo zikaja sheria badala ya mahusiano. Si umenielewa? Yaani hapa mimi ndio naona zikaja sheria badala nini ya mahusiano. Kwa sababu katika uhalisia ukitaka uelewe hii inayokuambia na ina ukweli kiasi gani, zilikuja sheria badala ya mahusiano kwa sababu hata Musa naye wana wa Israeli, unakumbuka kuna wakati dada yake Miriam na Haruni walimlalamikia Musa. Wakamwambia kwa nini ulioa Ethiopia? Kitu kama alioa Ethiopia kwa yule kuhani wa nani kule ambako Musa alikimbia baada ya kusikika kwamba amemuua Misri nini, ilivyosikika kwa Farao akakimbia. Sawa Alipokimbilia akaenda akawakuta dada fulani wanataka kunyosha, wanyoshaji wengine wakataka kuwaonea. Musa akawasaidia akawapiga na nini afa kuwanyosha mifugo yao. Waliporudi nyumbani wakamsimulia baba akasema kwa nini mmemwacha sasa yule mtu, mleteni. Wakamleta pale. Baadaye akamua, alikuwa si ni Spola si ni nani, binti mkubwa huyo mzee ambaye alikuwa ni kuhani, inavyosemekana ni kama kuhani wa maeneo ya Misri. Jina kidogo najaribu kutaka kulikumbuka. Umeona, akamuoa. Musa akaishi pale miaka 40 ambayo Mungu alikuwa anamuandaa. Baadaye anakuja anakutana na Bwana kwenye kile kijiti kinachowaka kiteketee. Mungu sasa ndio anamtuma kwamba Musa utarudi kwa watoe wana wa Israeli kule. Umeona? Sasa mimi ninachotaka kusema hapa, yani Mungu alikuwa anajenga mahusiano. Mungu wakati wote anataka kujenga mahusiano. Ila unaweza ukakataa mahusiano, Mungu ikabidi awape sheria.
Mahusiano hayana sheria. Mahusiano ni mazungumzo tu, tunaongea. Naongea nilivyo, unaongea ulivyo. Mahusiano ndio ambayo Yesu amekuja kuyaleta baada ya kuja. Ndio maana ukitaka ujue ni mahusiano, kwanza ule utambulisho wake tu, anaanza kumsema Mungu Baba. Anasema Baba yenu. Mkianza kusali semeni Baba yetu uliye mbinguni. Baba yetu. Alafu anafika mahali anasema mkiashika mafundisho yangu mimi na Baba tutakuja kwenu na kukaa kwenu. Kwanza anayeshika mafundisho yangu anasema Baba anampenda. Alafu mimi na Baba tutakuja kwenu na kukaa ndani yenu. Maana nyinyi mnakuwa maskani yetu. Umenipata? Yeah. Sasa unakuta ile shauku ya Mungu ilikuwa ni kutaka kujenga mahusiano. Ila wao kai-escape. Sema nenda kamwambie akwambie nini anataka tufanye. Sema mnataka vya kufanya, ndio akaleta sasa sheria hizo 613. Akaanza na zile sheria kubwa 10 ambazo tunazisema. Usiwe na miungu mingine, usifanye nini, usiibe, usitamani mke wa jirani yako, sijui usifanye nini, usiue, sijui hizo zote akazileta. Ambazo unajua mpaka sasa hivi zipo sana katika kanisa la leo na zinatajwa mpaka kanisa. Naelewa. Naelewa. Lakini sasa hizo zote yale ukisoma hapo, maana ndio alipowapa hizo sheria. Ukisoma hii utagundua aliwapa makabila 12 ya Israeli. Aliwapa taifa makabila 12 ya Israeli. Ambao ndio hilo taifa la Israeli. Mataifa mengine yote hawakuhusika kwenye hii. Na unajua jinsi alivyoifanya Mungu ni kama leo mimi Mkinga niende kwenye matambiko ya Wachaga. Unajua ni ngumu sana. Wanaweza kunikaribisha kweli nikaja karibu, lakini kuna vitu wataniambia kaa pembeni. Kwa nini? Sihusiki kwa sababu mimi sio mmoja wao. Wewe unafahamu mambo ya matambiko na nini kwetu huku culture zetu. Yaani uwezo kukuta Makonde wanafanya matambiko, alafu unakuta Wazigua au sijui nani au sijui Wangoni wameingia kwenye. Haiwezekani. Haiwezekani. Ndivyo ilivyokuwa hapa. Yaani Mungu wakati anafanya agano na Israeli ni kama matambiko. Wengine walikuwa hawezi kuingia. Ndio zile Yesu wanapotaka kupata ule uponyaji anambia siwapi chakula cha watoto, siwapi mbwa. Sijui nini. Haiwezekani hivi. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume, nafikiri kuanzia sura 19 mpaka 20 au 21, utakuta kuna wakati walitaka kumpiga mawe Timotheo, walitaka kumpiga mawe Paulo kwa sababu ilionekana ameingia hekaluni na Timotheo kama sikosei. Wakasema ameingia ndani na kafiri, na mtu ambaye ni kafiri. Kwa nini kafiri? Mtu wa mataifa, sio Myahudi. Hapaswi kuingia hekaluni. Hajatailiwa. Asante. Na hiyo ndio ilikuwa ajenda kubwa, hajatailiwa. Na usema hajatailiwa maana yake ni kafiri, ni mchafu. Hizi kafiri ndio zimetokea huko. Na ni fikra ya sheria. Watu wa sheria ndio wenye fikra hiyo ya kafiri. Wakati Mungu alimkataza Petro akamwambia, nilichokitakasa mimi usikiite wewe najisi. Kafiri maana yake ni najisi. Ndio maana nasema nguruwe ni kafiri, sio nini ni kafiri. Na hata na sisi wa Kristo wanatuitaga wa kafiri. Ila hiyo fikra tayari mtu akisema hivyo tu unajua fikra yake ni ya Kiyahudi. Afu ni fikra ya kibaguzi ambayo Kristo alicholeta na neema haiko hivyo. Fikra ya Kiyahudi inambagua mwanamke, fikra ya Kiyahudi inambagua mtoto, fikra ya Kiyahudi inambagua aliye nje ya taifa la Kiyahudi, taifa la Israeli, inambagua. Ndio maana kule ukuta wanawake wanahesabiwa. Sehemu kubwa Torati unakuta ni kama inawazalilisha wanawake. Inaongea namna fulani ambayo mpaka wanawake wanakuwa sio kitu. Hatujafanikiwa bado kuongea habari za mataifa walivyookolewa. Umeona hiki kitu kilivyokaa? Yes. Unaona hata yule mwanamke aliyefumaniwa anazini. Mimi siku moja nikamwambia, nilikuwa nahubiri sehemu, nikamwambia hivi mtu anaweza kujizini mwenyewe? Hapana, mpaka ameitwa mzizi maana kuna mtu ameshare naye, ameshirikiana naye kuzini. Sasa huyu mwingine ina maana yeye hana kosa. Iweje huyu ndio awe na kosa, huyu mwingine sio na kosa? Kwa sababu aliyeletwa kwa Yesu alikuwa ni mwanamke. Mwanaume yuko wapi? Yaani kama mimi ningeuliza, mmesema mmemkamata nazini ready handed mwanaume yuko wapi? Hivyo unaiona Torati hivyo kwa imekaa. Yaani wale wanaume waliomkamata yule mwanaume kwao hakuwa kosa. Kwani hujaona Mashariki ya Kati mpaka leo kwenye nchi za Kiarabu? Si unasikia wanawake ndio wanaopigwa mawe, mwanamke sio amefanya nini, sio anafanywa nini, mwanamke sio amefanya, wanaume usikii. Yaani usikii, yaani ile kabisa seriously usikii. Yaani mwanamke sasa Torati ndio tabia yake iko hivyo.
ndio mbagua mwanamke. Hata hiyo unaona wanawake wanajikomboa. Wao wanajifikia wanajikomboa kutoka kwa mwanamume, wanajikomboa kutoka kwenye Torati. Sasa Torati sasa imeathiri ulimwengu mzima. Sio ndio imeathiri makanisa. Ndio hiyo vaa hivi. Ndani ya makanisa mahubiri mengi yafaa vile ka hivyo kanywele hivi, yote yamelenga wanawake. Na yote zao lake ni Torati. Mpaka wengine wako bado kwenye kubishana kwamba mwanamke anatakiwa mtumishi, mwanamke anaweza kuwa mchungaji. Hawezi kutuongoza sisi. Mwanamke afanye nini? Mwanamke aanze kutuhubiria sisi. Ingawa sasa hivi tunamshukuru Mungu, neema imezidi kuvunja hiyo kitu. Huo uadui na huo ukuta. Wapo wanawake wanachunga makanisa, wapo wanawake wanahubiri. Lakini bado kuna baadhi ya maeneo wanasafa bado na hilo eneo. Hiyo yote ni fikra ya Kiyahudi, fikra ya Torati. Kwa nini? Torati ilikuwa inamtenga mwanamke kiasi hicho. Anafumaniwa kwenye uzinzi, wanataka kumpiga mawe. Yesu anaongea maneno ambayo anawafanya washindwe. Ila sasa unajiuliza, mimi swali moja tu nalo, huyu anawezaje kujizini mwenyewe? Aliyekuwa anafanya naye uzinzi yuko wapi? Mpaka hapo manake kuna shida. Amwezi kumhukumu kosa mtu mmoja ambalo limefanywa na watu wawili. Na usikute hata kulianzisha. Yes, na ukute sio yeye ameanzisha. Ile kwa sababu Torati imekaa namna fulani, inamtazama namna fulani yeye, ndio maana ikamweka pale. Vile kumweka. I say, yes. Tujipe muda. Amen. Tujipe muda. Ndio hiyo inakuja sasa hata unasema Wayahudi walikuwa wanaokolewa kutoka kwenye sheria. Sasa unaiona leo kama at least tumetembea kuona humo mwenye sheria mlivyokaa. Yeah. Na namna sheria inavyotesa. Nimesoma kidogo kwenye Warumi, lakini ukisoma tena na tena ukaendelea utaona mpaka Paulo anafika anasema nitakalo kulifanya silifanye, nisilotaka kulifanya ndio najikuta nalifanya. Kwa nini? Anasema nimegundua ile dhambi inayokaa ndani yangu. Dhambi ipi? Hapa mwanzo amesema siwezi kutambua dhambi bila sheria. Maana yake ni sheria ndio imefanya dhambi itambulike ndani yangu. Kama ndani yangu haijawekwa sheria, maana yake dhambi haitambuliki na dhambi inakufa. Na dhambi ikifa maana yake mimi ni mtu huru. Amen. Yeah. Na tutapata muda na Mungu ndio maana ametupa nafasi ya kipindi cha namna hii. Sasa nadhani muda wetu umetuishia. Nadhani tufanye tu mpaka wakati mwingine. Ndugu zetu, tunashukuru kwa kama umefanikiwa kusikiliza hili somo mpaka hapa. Basi jua kwamba ni muendelezo, yani hatuishii hapa. Ila tukumbuka kama una swali na wewe, namba za simu zipo hapo kwenye hicho kipande cha video. Na vile vile tutakutajia, Apostle atakutajia tena ili uweze kutuma swali lako wewe. Tuendelee kujifunza yani hichi ambacho Apostle anaendelea kutufundisha na vingine ambavyo unavifikiria au vinakuchanganya kibiblia. So kufikia hapa mimi nadhani tumemaliza Apostle. Mimi nashukuru. Labda kama ulivyosema, namba yangu ni 0715 396288. 0715 namba ya Tigo 0715 396288. Lakini pia nisisitize, sadaka yako pia ni ibada yako katika haya mambo. Mfano kama sasa unaweza kuona tunarusha audio kwa sababu tuna changamoto ya kamera. Sio mbaya, wewe ambaye labda umesikia, labda hata una kamera, ukaamua kututafuta kwa namba hizo na ukaamua utoe kwamba sasa badala ya kusikia tu sauti, tuwe tunaonana uso kwa uso na watu kwa njia nani. Unaweza ukafanya labda kwa kutoa sadaka hiyo ya kamera ambayo tutaipata kamera yote ambayo Mungu atatubariki kuanza nayo. Tutaanza nayo hivyo. Na sisi hatujanyamaza bado kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa Injili. Tunaamini Mungu atatufanikisha. Tufike mahali badala ya kusikia tu sauti wewe unatuona.